Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Israeli imethibitisha kufanya mashambulizi ya kumuua kamanda mkuu wa Hezbollah huko Lebanon, wakati jitihada za kusitisha vita na kufanya de-escalation, yaani kupunguza uhasama unaoendelea kati ya Irani na Marekani katika hali ya taharuki iliyoibuka na kutanda ghafla katika anga la Mashariki ya Kati kufuatia tangazo la Israeli juu ya kufanya mashambulizi kwa washirika wa karibu wa Iran. Tangazo hilo lililotolewa na kuthibitishwa na serikali ya taifa hilo, Israel imetangaza kufanya mashambulizi ya kile imesema ya kuangamiza katika maeneo mbalimbali huko mjini Beirut nchini Lebanon. Aidha, katika taarifa ya pamoja ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu pamoja na waziri mkuu wa ulinzi wa Israel Katz wamesema wametekeleza shambulio hilo walilosema la kuweka shabaha ya kumuua kiongozi mkuu wa kikundi cha Kiislamu cha Hezbollah katika kikosi cha Radwan Malek Balou. Katika taarifa za awali, shirika la habari la serikali ya Lebanon imeripoti kwamba ndege za kivita za Israeli zimeonekana katika vitongoji vya kusini mwa taifa hilo la Lebanon, zikilenga makazi ya maeneo hayo yanayopatikana kusini mwa taifa hilo. Hata hivyo, mashuhuda wa maeneo hayo wamesema walishuhudia milipuko mikubwa iliyotanda na kuarifiwa kuharibu vikali makazi na miundombinu ya maeneo hayo ya kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa ripoti za shirika la habari la Al Jazeera la Mashariki ya Kati likimnukuu mwandishi wake aliye Lebanon, amesema kutokana na shambulizi hilo zaidi ya watu wapatao 13 wameuawa na wengine kadhaa wakijeruhiwa vikali, huku mamlaka za serikali ya Lebanon zikisema zingali kuendelea na uchunguzi wa kina kubaini athari zaidi kutokana na shambulizi hilo, kile wameita la udhalimu kwa wahasimu wao Israeli. Katika shambulizi hilo la mapema siku ya Jumatano jana, linakuwa shambulizi la kwanza kutekelezwa na jeshi la Israeli kuyalenga makundi hayo ya Kiislamu yenye mfungamano wa karibu na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC tangu kuanza usitishaji mapigano nchini Lebanon mnamo Aprili 16 ya mwaka huu 2026. Wakitoa taarifa ya kina na ya pamoja juu ya shambulio hilo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa taifa hilo Israel Katz wamesema shambulio hilo la shabaha ya kumuua kiongozi huyo mkuu wa kundi la Hezbollah lililopangwa na kutekelezwa na jeshi la Israeli IDF limekuja kufuatia tuhuma mseto za kiongozi huyo wa kundi hilo juu ya kuhusika moja kwa moja na operesheni kile wameeleza walizozifanya za kuwaua wanajeshi wa Israeli kwa kurusha makombora katika maeneo raia na makazi ya jeshi hilo huko Israeli. Akizungumza hilo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema, na hapa ni namnukuu, IDF inashambulia tu huko Beirut si kwa bahati mbaya, bali ili kumuua kamanda wa kikosi cha Radwan katika kundi la kigaidi la Hezbollah. Kamanda huyu na wenzake waendeshaji wa kikosi cha kigaidi cha Radwan walihusika moja kwa moja na kurusha roketi katika jamii za Israeli na kuwadhuru wanajeshi wa IDF. Hakuna gaidi aliye na kinga, na katika hilo tunasema wazi ya kwamba mkono mrefu wa Israeli utawafikia kila adui na muuaji dhahiri. Tuliahidi kuleta usalama kwa wakazi wa kaskazini. Hivi ndivyo tunavyotenda na hivi ndivyo tutakavyoendelea kutenda wakati wote. Mwisho wa nukuu ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Hatua ya Israeli kuishambulia Lebanon, ambaye ni mshirika wa karibu wa Iran, imetajwa kuibua ukosoaji mkali katika hatua za hivi sasa, wakati ambapo jitihada za karibu zimeonekana wazi wazi kusitisha makubaliano kati ya pande mbili za uhasama, mshirika wa Israeli Marekani na mshirika wa Lebanon Iran.
Israeli imetajwa kuvunja makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, makubaliano ambayo yaliwekwa mapema Aprili 16 mwaka huu 2026, ambapo pia hatua hiyo ya Israeli imeelezwa kupunguza imani ya upande wa pili katika meza mazungumzo ambayo yamekuwa yakusuasua kutokana na kutoonyesha utayari wa mshirika wa Lebanon, Iran, katika kufanya mazungumzo ya kina na uyakinifu kwa kile Marekani imeita kupata suluhu ya amani katika mgogoro unaendelea huko Mashariki ya Kati, na hivyo ikielezwa kupelekea moja kwa moja kukwamisha juhudi za kidiplomasia hasa zinazofanywa na nchi kama Pakistani za kutafuta suluhu ya kudumu kati ya Teherani na Marekani, kutokana na jambo hilo kutokea na ukaribu mkubwa kati ya makundi hayo ya Kiislamu ya Hezbollah huko Lebanon dhidi ya Iran. Kadhalika, duru zinaeleza hatua za kumuua kamanda wa ngazi ya juu wa Hezbollah inaashiria ni ujumbe kuwa Israeli haitasita kutumia nguvu zaidi ya kijeshi ikiwa Hezbollah itakataa kata masharti ya amani yanayotajwa kujadiliwa huko mjini Washington nchini Marekani. Sanjari na hilo, njama na hatua ya kumuua kamanda huyo wa Hezbollah wa kikundi cha Radan Malek Balu ni katika mwendelezo wa shinikizo la Israeli kuitaka Hezbollah inayoelezwa kuungwa mkono na Iran isalimishe silaha zake eneo la kusini mwa taifa la Lebanon, ikiwa mara kadhaa Israeli imekuwa ikiweka wazi juu ya lengo lake hilo iliyotaja kama kuu la kuifanya Hezbollah iache kutumia silaha, yani disarmament, na iondoke mara moja katika eneo hilo la kusini mwa Lebanon. Hata hivyo, hatua hiyo inajiri wakati ambapo Hezbollah imeapa kuendeleza upinzani ikiwa wanajeshi wa Israeli watasalia kuwapo ndani ya ardhi ya Lebanon. Swali linasalia kuwa, je, ni nini unakitazama juu ya kuanzishwa upya kwa mashambulizi kwa mshirika wa karibu wa Irani? Je, Iran itachukua hatua gani? Ndo kusema kwamba itajibu mashambulizi ya mkupuo dhidi ya Israeli? Na je, vitafika hatua gani endapo hilo litafanyika? Dondosha maoni yako lukuki. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii ni Yuhoma TV. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.